Naam, tumekutana tena katika viwanjani siku ya Jumatano, siku nzuri kabisa ya Septemba 17, siku ambayo msimu mpya wa ligi kuu ya Tanzania unakwenda kuanza, na kwa sababu mambo ndo yanaanza, basi wakongwe kama kawaida na sisi tunaingia dimbani kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Mimi ni Pascal Kabombe, karibu sana. Tujaonana kama miaka miwili hapa viwanjani, lakini tupo na tunaendelea kuwepo na tunatamba na viwanjani vyetu. Kwa niaba ya Mtozi Gift Macha, karibu sana. Niko na wenzangu hapa Andrew Kinga Mkono. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Mambo yanakwenda? Mambo kabisa. Na uko vizuri? Kabisa. Za tangu jana. Jana kwema. Ilikuwa siku nzuri, siku ngumu. Basi mwenye bahati kabahatika. Nimekuelewa ulivyosema siku nzuri afu siku ngumu. Sababu uandamizi vipi? Bana, shukuru Mungu. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah. Ilikuwa siku nzuri, siku ngumu. Siku nzuri, siku ngumu. Ameziunganisha mara moja. Yaani inakuwa siku nzuri afu inakuwa ngumu vile vile. Na mtu anatoka pale analia sasa. Inakuwa ngumu, yani ilikuwa nzuri asubuhi afu jioni ikawa ngumu. Unaona? Na mimi kwangu bana ilikuwa siku nzuri ngumu. Kwa sababu familia ni mchanganyiko. Kwa hiyo walioshinda wakucheka kwa sababu utaleta matatizo. Waliofungwa na wenyewe wamenyamaza, wasije wakaongea wakasutwa. Kwa hiyo mnabaki mnaangaliana, mnakula kimya kimya, mnaenda kupumzika. Kweli siku ngumu. Kwa hiyo uzuri na ugumu unakutana sehemu moja. Unajua nilikaa jukwani, nilikuwa uzuri nikaa jukwaa la Simba. Sasa unaona watu walikuwa wanashangilia sana, watu wanashangilia sana. Alafu ile goli ilipoingia, unaona wanaume macho yamekuwa mekundu, machozi yanatoka wameinama chini hivi. Mmoja anajaribu kuambia msio wanyonge, anapuliza tushangilie tuwape moyo wachezaji, anapuliza tarumbeta, lakini watu hata wasikii vuvuzela, hata walisikia watu wameinama chini hivi. Unaona wanaume wanalia, wanasema leo siku isharibika. Alafu inabidi ukae utazame tu. Na ukikaa kwenye jukwaa leo inabidi usikitike nao. Lazima uwe sehemu ya timu yao. Ni kama nina furaha zangu. Subuhi tutakoga maji bwana. Kama mimi nina furaha ni kwa leo nimesikia. Kuna siku nilijichanganya na rafiki yangu mmoja. Sasa hivi msemaji. Tulikuwa tumekaa kwenye jukwaa, sasa tumekaa jukwaa la upande ambao walifungwa. Sasa limefungwa goli, akajikuta kasimama afu akakaa. Nikamwambia ndugu yangu tutapigwa. Utaoga maji usiyoyajua maji gani? Nilijisahau. Nikamwambia sasa wewe toka unaenda msalani alafu uunga. Maana watu washaanza kumwangalia huyu vipi? Ukashangilie kule. Tumefungwa sisi, unasimama wewe. Bana, kuna matukio mengi sana wiki hii kwenye Azam TV kuanzia leo tarehe 17. Kuna mambo mengi sana yanakwenda kutokea, nikutajie yale makubwa tu kwa uchache wake ambayo tutakuwa nayo kupitia Azam TV. Tukianza na leo Septemba 17, kama ambavyo unaona kwenye runinga yako, KMC wanacheza leo na Dodoma Jiji, hii nitakuepo. Coastal Union wanacheza na Tanzania Prisons kule Tanga, safi kabisa hii. Lakini Fountain Gate wanacheza na Mbeya City kesho. Kesho hiyo tarehe 18 kuna michezo mitatu. Fountain Gate na Mbeya City, Mashujaa na JKT Tanzania, na Mungu anacheza na Pamba Jiji. Kesho kuna mchezo mmoja kwenye yale matukio makubwa. Wale Willet wanacheza na Yanga kule Angola, moja kati ya mechi nzuri sana ya kufuatilia hii. Yanga amesafiri leo, tutakupa taarifa baadaye. Tarehe 20 Gaborone United wanacheza na Simba. Gaborone kutoka kule Botswana, ni moja ya mechi nzuri pia ya kufuatilia hii, kuona Simba asira zao na kwenda kuzimalizia vipi. Lakini El Merreikh Bentiu ya kule Sudan Kusini wanacheza na Azam FC pia tarehe 20 hiyo. Na tarehe 20 hiyo Rayon Sports wanacheza na Singida Black Stars kule Rwanda. Kwa unaweza kuona ratiba nzima ya michezo yote. Moja kati ya faida kubwa timu ya Tanzania zote zimeanzia ugenini, kwa hiyo zitamalizia nyumbani. Faida kubwa hii huo uhakika. Maana hapo unachoangalia zaidi ni kuenda kutengeneza short away, ili kama ni margin ya magoli au uangalie namna bora ya kutengeneza kusimenti ushindi. Kama utapata ushindi, maana yake uje kudhibitisha kwa nyumbani. Mimi nimecheza mpira kidogo kwa kiwango changu mpaka daraja la 3 ngazi ya kanda. Na kwa huwa silaumu sana matokeo ya uwanjani timu ikipoteza. Lakini nadhani huo ndo msimu wa kwanza nitaenda kuwalaumu Singida na Azam kama watafika, kwa sababu ya usajili zao. Sio tu usajili, hata wapinzani wao pia wamekuwa ni wapinzani wa kawaida, si wa kutusumbua, sio wa kufikirisha sana.
Mpira unachezwa uwanjani Rashidi. Ndio nasema lolote linatokea, lakini msimu huu kidogo wasiende na mawazo haya. Hapana. Waende wakijua Stars wana kofia nzuri ya kofia Kagame. Sawa. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba unacheza na machampion. Na Kagame lazima watu tuweke record sawa sawa. Kombe la Kagame ndio kombe pekee la kimataifa ambao timu ya Tanzania wameshawahi kuchukua. Mara nyingi. Tuwe mara nyingi. Hakuna lingine la kimataifa. Si ndio? Mara nyingi. Inabidi kidogo tupambane. Finali tunaziingia hizi, lakini kombe limekuwa si onja finali. Heshima lakini. Ndio. Sasa hivi tumechukua jumla mara ngapi sasa? Simba mara 6, Yanga mara 5, Azam mara 2, Singida mara 1. Kwa hiyo Singida na Azam 3. 5 za Yanga 8 na zile 6 14. Sasa hivi hata kwenye vikao vya kiumeni Singida ya Black Stars anaanza kuitwa. Wakazungumza. Kwamba bana kaa hapa bwana mdogo. Unakuja vizuri. Na msimu huu umeuanza kwa kuweka doti safi. Una kitu utafika mbali. Utafika mbali. Tulianze soka letu kwa habari kubwa leo hii. Tunajua habari kubwa kwa leo ni kuhusiana na mechi ya jana ya ngao ya jamii, ambapo klabu ya Yanga Sports Club imefanikiwa kutoa ngao ya jamii kwa msimu wa 2025-26 kwa kumfunga mtani wake mnyama Simba Sports Club kwa goli 1-0 jana Jumanne jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Bao pekee la Pacome Zouzoua katika kipindi cha pili litosha kuwafanya Yanga kuwa mabingwa wa ngao ya jamii kwa msimu wa 4 huu. Mchezo wa ngao ya jamii umefungwa rasmi pazia la ligi kuu ya NBC ambayo inatarajiwa kuanza kutimua vumbi kwenye viwanja mbalimbali hapa nchini kuanzia leo. Hem, tukatazame goli pekee lililoamua mchezo huo. Kona ile imeanzwa. Max Nzengeli amecheza ndani kule na ucheza kwa kichwa katika nafasi. Dube Prince anaokamata Pinpin Kamara. Jaribio la Prince Dube halikufanikiwa mbele ya Spider Kamara. Pinpin, kona nzuri na itakavyokuwa. Jean Chalet Ahwa ameujaza ndani. Abdurazak Hamza anakataa. Jigi Jiara, jaribio zuri kutoka kwa Abdurazak Hamza. Spear Junior on target ya kwanza. Mlengo alikuwa Abdurazak Hamza ambaye alistretch defense kwa upande wa juu na akafanikiwa kupiga bullet eda ile, lakini kwenye mlingoti wa kwanza alikuwepo. Target nzuri, akaluka vilivyo akapiga, lakini Jigi Diara alikuwepo pale. Mautabaki na mimi hapa. Haya, katika nafasi anajaribu kuingia ndani ya box. Maxi anakataliwa ndani. Zouzoua usijichekeshe. Yanga hawachekeshi. Kanyaga, fukia mbinguni. Ni Pacome Zouzoua anawanyanyua tena wananchi, anawanyanyua Young Africans. Ukisikia paa ujue tayari imeshatoa manundu, nyundo imeshatoa damu. El profesa wa mpira Pacome Zouzoua anawatanguliza mbele wananchi. Hawa ni wananchi, hawa ni wagonga nyundo wa Jangwani kule. Once again ilikuwa linatengenezwa shambulizi, akajaribu kuupiga, lakini tazama kilichokuwa kinaonekana kwa upande wa Simba. Walikuwa wanadhani kama ameotea hivi, lakini mtego wa kuotea ulikuwa umezuiliwa na mmoja kati ya walinzi ambaye alimuweka salama Maxim Nzengeli. Akacheza golikipa yule na ukaja ukamkuta akiwa analitazama lango. Alikuwa anakwenda Prince Mpumelelo Dube, na hapa ni passing kwenye net anaifanya Pacome Zouzoua. Ulipunguzwa kasi, akaupikia Maxim Nzengeli, mkono juu Nabi Keita, lakini wakamwambia sio mwendo wa mateka. Profesa anaweka uone. Mautabaki na mimi hapa. Haya, katika nafasi anajaribu kuingia ndani ya box. Maxi anakataliwa ndani. Haya ni goli pekee la klabu ya Yanga likifungwa na Pacome dakika ya 54, akiwapa ngao ya 4 mfululizo Young Africans, na wameendelea kutamba kwenye eneo hilo, lakini pia akaendelea kuwatambia watani wao. Goli kinga mkono kwa namna ulivyoliona. Pengine goli kwangu mimi kwa sababu ya
tukio la haraka sana. Siwezi kumlaumu sana mwamuzi, lakini naweza kumlaumu mshika kibendera kwa sababu alikuwa na nafasi ya kuona movement ilivyokuwa, kwa sababu Pacome alikuwa ametangulia mbele. Alafu Pacome akaja akamzuia beki. Rushen akamzuia. Kwa hiyo alianza kucheza ule mpira wakati yeye alikuwa eneo la kuotea kabla hakuja kufaidika na ule mpira ambao Max aliupiga wa mwisho. Kwa hiyo tayari alikuwa amezidi, alafu akaja kucheza mchezo kwa kumzuia beki. Angemwacha aone yule beki anafika wapi. Umeona? Kwa hiyo kwa kumzuia ambaye alimfanya beki adondoke. Kwa hiyo hapo inaonekana kulikuwa na offside. Kwangu mimi naona kulikuwa na offside ambayo wakati mwingine ndio watu wanatumia teknolojia kungamua matatizo kama haya, lakini kwa sababu sisi hatukutumia teknolojia, kwa hiyo watu wanafaidika na mazingira. Na siku zote tunasema goli haliwezi kutokea, lazima kuwe na kosa. Kosa linaweza likawa la wachezaji, linaweza kuwa kwa mfumo, linaweza kuwa kwa waamuzi kama hivyo. Kwa hiyo linatokea kosa ambalo kwa bahati mbaya linawaadhibu watu, inabaki historia imeharibika. Kwa hiyo nadhani kwangu mimi ninaona kuna kitu kinaitwa offside ipo pale kwa sababu ya mazingira yaliokuepo. Labda Osman Kazi baadaye ukikaa naye anaweza kuja kutujuza vizuri zaidi kwa sababu yeye ni mtaalamu zaidi kwenye hilo eneo. Lakini mimi naona kuwa na offside kwa sababu Pacome alishiriki tena kucheza ule mpira ambao yeye hakupaswa kucheza. Angeenda kumalizia Max, kwangu ilikuwa haina tatizo kwa sababu alikuwa yeye ndo ametoka na ule mpira kuliko yeye alikuja kucheza ule mpira. Umeona? Kwa hiyo mazingira hayo mimi namuona kabisa goli imefungwa safi, lakini ndio hivyo, ndio mpira unasema goli likishafungwa mechi imeisha. Hamna namna nyingine kuja kubadilisha mazingira. Goli imefungwa, limeitwa katikati, tutalalamika, ndio mchezo umeishia hapo. Kwa hiyo Simba wakae wajipange upya kwa sababu na wenyewe walikuwa na nafasi nyingi za kufunga magoli kipindi cha kwanza hata kipindi cha pili, lakini walishindwa kutumia nafasi. Tutakuja kwenye hizo nafasi, tutaziangalia nafasi zote. Rashid, kwa namna Yanga alivyopata goli ulivyotazama wewe kwako? Maana maneno yamekuwa mengi. Wewe kwa namna ulivyotazama wewe sasa. Of course kwenye jicho la kawaida unaweza kusema ni offside, ndio kwenye jicho la kawaida ni offside kwa maana ya kutumia kanuni ya zamani. Kwa sababu kanuni ya zamani ilikuwa inaelekeza mchezaji akishakuwa eneo la mbele, kwa maana kuwa na eneo la ziada tofauti na eneo la ulinzi, manake kanuni ilikuwa inaelekeza ni offside, manake ipo kwenye eneo ambalo anatakiwa hakustahili kuwepo, sio? Lakini kanuni hiyo sheria ya 11 kama kuna katika sheria 17 kama kuna sheria ambayo ina mabadiliko na maongezeko mengi basi ni hii sheria 11, sio? Kila siku kumekuwa kiongezwa vitu tofauti. Umetumia lugha nzuri kinga mkono kwamba unaweza kumlaumu line 1 kutokana na mazingira ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba alipaswa kutafsiri kwa mazingira yake, si ndio? Lakini katika jicho la kawaida tu la binadamu, movement ilivyofanyika ilikuwa ni ngumu kuweza kuhukumu kwenye tukio eneo la offside. Lakini ukiwa na jicho la tatu la kiteknolojia kwa maana ya VAR, halikupaswa kuwa goli. Unaelewa? Na ni kwa nini haikupaswa kuwa goli? Kwa sababu alichokifanya Pacome kuwa kwenye, wote tunakubaliana na watu ambao hawajui wanajua kwamba kuwa kwenye eneo ambalo ni offside sio kosa, lakini utakaporejea utakapoonyesha, yani unajua kuingia mchezoni sio tu kuugusa mpira, hata kufanya movement ni sehemu ya kuingilia mchezo. Yes. Bahati nzuri Pasco umekuwa mara nyingi hapa na Othman Kazi, mnajaribu kutoa elimu, natupa hiyo elimu. So mimi kwangu kwenye kulihukumu hili tukio, lingekuwa eneo ambalo VAR ingekuwepo, nafikiri ingeweza kutoa majibu ambayo yangekuwa ni sahihi na mazuri. Lakini kwenye harakati na jicho la nyama, kwenye harakati za mpira, unaweza kumpelekea lawama line 2 kama sehemu ya mshabiki au mpenzi wa mpira, na ikakubalika, hatukatai. Lakini namna ambavyo movement imefanyika ni ngumu kuweza kumlaumu, lakini mimi si justify kwamba haikuwa offside. Na kwa nini nakwambia hii ilikuwa offside? Ni kwa sababu nimepata faida ya kutazama marejeo mara nyingi zaidi na kujiridhisha kweli okay, Pacome alikuwa kwenye eneo ambalo alikuja akanufaika na eneo ambalo alipaswa kuotea. So ni jicho la kutazama mara 2 mara 3 zaidi, ndipo ambapo unapata uhalisia wa picha. Lakini kwa mujibu wa mabadiliko wa hii sheria 11, namna ambavyo imekuwa kila siku kitafsiriwa, amendment mpya imekuwa
ni ngumu rahisi kumpelekea lawama ya moja kwa moja, lakini bado tunaamini watu wote ambao tunawalaumu marefari, mimi maoni yangu tusivuke sana, tusiende sana, kwa sababu hata wao pia ni sehemu ya mchezo, unaelewa? Kwa hiyo anapokuwa sehemu ya mchezo, kwenye namna ya kutazama na kuamua na kufanya maamuzi, ndio maana ikatengenezwa teknolojia mpya kuwasaidia. Manake kwenye moment kama hii, sikatai na watu wote wanaosema tukio hili ni offside, na mimi naungana nao kwamba tukio hili ni offside, lakini ili uwe kwenye hiyo sentence na usahihi wa tukio hili kwa ni offside, ni lazima uwe na chombo cha ziada ambacho kitakuthibitishia kwamba Pacome alikuwa kwenye eneo la kuotea. Na kwenye eneo la kuotea sio eneo ambalo alituonyesha wote. Ni baada ya kuingia kwenye movement na kuonekana alishiriki kwenye kushiriki hilo tukio la offside. Hilo tukio peke yake, sisi, mimi, wewe na mwingine yoyote anapata guts hiyo ya kuzungumza kwa sababu aliona picha marejeo. Vipi kuhusu yule ambaye anatakiwa kufanya maamuzi ya haraka? Nafikiri kwenye namna ya kulaumiana tuangalie namna bora zaidi, lakini so far so good. Mimi na maoni tofauti kidogo. Mtaalamu wetu wa picha Bwana Salum Mlege kama atanisaidia kupause pale wakati Pacome anamblock mtu, tunaweza tukapata maoni tofauti kidogo. Kwa mimi nilivyoona ile tukio, hapo anaweza akirudia baadaye atapause pale kama atafanikiwa kupause ya sehemu Pacome anamzuia mtu. Kabla Pacome kumzuia yule beki, tayari Maxi alikuwa yuko mbele yake. Automatical offside imekufa. Sijui kama tunaelewana. Kabla Pacome hajamzuia beki wa Simba, offside ilishakufa. Kwa sababu ukiwa nyuma ya mpira ukiwa mbele yako, hakuna offside. Yani hata kama kipa, yani achilia mbali kipa peke yake, hata kama kipa hayupo, lakini mpira ukiwa mbele yako, wewe umeenda kukukuta mbele, si offside. Ila ukija ukakukuta wewe, ndio offside. Hizo ni sehemu pia ya uchambuzi wa sheria namba 11. Kwa hiyo wakati Maxi ameondoka na ule mpira, kabla Maxi ya kupiga, kwa hapa unaweza kuona vizuri hapa yuko offside. Sawa? Ngoja aachie huo mpira. Baada ya hapo yupo offside bado. Sawa? Hapo unaona hapo sasa. Hapo tayari hayupo offside. Sawa. Hapo tusubiri mtaalamu wangu tupeane elimu. Mpira uko mbele. Na upo na Max. Offside imekufa pale. Kwa sababu yeye anakuwa nyuma ya mpira. Lakini yeye tayari ngoja bado hajamblock mtu. Nitakuja kwenye kublock mtu. Akiachia kidogo mtaalamu hapo. Unaona hapo sasa. Ile haiwi offside, inakuwa foul. Kwa hiyo inakuwa ilipaswa kuwa foul. Ile si obstruction. Amemzuia mtu kwa njia Mpira ulipo na alipo Pacome si offside, kwa sababu mpira anaofaidika nao ni Maxi. Na kwa referee, sijui kama tunaelewana. Na kwa referee kwa picha inaonyesha. Kwa referee yeye pale yupo na Maxi, hayuko na Pacome tena, kwa sababu referee anaangalia mpira na mtu ambaye anaweza kufaidika nao. Mpira uko mbele, anaofaidika nao ni Maxi. Pacome anachofanya anamblock beki. Hiyo ni obstruction. Umemzuia mtu asicheze mpira. Asiende kwenye kucheza mpira ambao kwa anazuia, yeye hayuko tena offside. Sijui kama unanielewa hapo. Na kwa mwamuzi aliposimama kwa picha inavyoonyesha, ule umbali ulikuwa pale. Umekuja na hoja nzuri ambayo naweza kuseka, lakini una hoja ambayo ina mashiko kwamba kuna tukio limefanyika ambalo hilo tukio lililofanyika lilipaswa kuzuia ile goli isitokee, kuhalalisha goli ilihukumiwe, kwa maana ya kile kitendo alichofanya kumzuia mtu njiani. Sawa, ni vizuri na si pingani na wewe, kwa sababu mara nyingi unashiriki kwenye mijadala hiyo. Tutaenda kwa sheria kwa sababu ya kipindi. Uzoefu unasaidia. Unazoefu pia unasaidia. Unajua moment kama hii. Unaona hapo ilivyo alivyopozi hapo. Mimi moment automatically hayupo offside. Mimi kwa nini nataka ni hukumu hapo? Yani of course umekuja na hoja nzuri kwamba kumbe kuna foul pia. Ilichezwa bana. Kumbe kuna foul. Lakini mwamuzi alikuwa mbali. Unaona picha kwa mujibu wa tafsiri yako, maana yake Pasco unasema ni kama unatuambia kwamba hili halikupaswa kuwa goli, ila referee au line
wa line 1 alipaswa kunyoosha kibendera akiashiria kuna foul. Na tukio limetokea kabla kabla ya score. Kabla yeye haja score. Si ndio? Kabla hata Max haja score. Kabla yeye haja score. Kwa sababu alianza kupiga Max. Max alipiga kipa akasave yeye ndo, kwa sababu alikuwa tayari amemzuia huyo beki. Kwa hiyo beki asingezuiliwa, maana alikuwa anaenda kucheza mpira ambao kipa alimeuzuia. Hata attempt angepata. Sasa mimi kwa sababu pale kucheza ule beki si kweli, hata singezuiwa. Max angekuwa kwanza. Max alikuwa tayari amepoteza speed kupata ile rebound. Sasa kwenye hoja yako ya msingi ili uipate hiyo moment ya line kuzuia kwamba hapa ilikuwa kuna obstruction, umeelewa? Manake ilihitaji pia teknolojia, sababu kilikuwa cha haraka sana, teknolojia kwenye minutes au seconds ambazo zilitumika kufanyika hayo matendo, ilikuwa ni ngumu kuweza kumuona kwamba Pacome amecheza yani huwezi kumwangalia Pacome ukaacha kumwangalia Max na kwa mwamuzi aliposimama kwa picha ile, unaona mwamuzi aliposimama alikuwa ngumu yeye kuona kile kitendo, japokuwa aliona kuna mtu amedondoka. Kwa nini mimi nataka kutafsiri ilikuwa ni offside? Pacome wakati ana kwenye eneo lile ambalo alikuwepo, wakati eneo alikuwepo, nyuma yake kuna goalkeeper, ambao kuna muda sheria hizo zinamfanya yule goalkeeper kuwa sehemu ya wachezaji. Ndio? Ni mchezaji automatically. Kwa maana ya tafsiri. Umeelewa? Kwa maana ya tafsiri. Si ndio? Kwa maana ya tafsiri. Manake kinachoenda kutokea ni kwamba movement aloifanya Pacome kutoka kwenye eneo ambalo alikuwa ameotea, ambapo sio kosa, ile movement aloifanya pale, manake unaweza kutengeneza acha hii sasa, hii hapa hiyo offside. Sasa hii kwa mujibu wako unasema ni foul, ni obstruction. Sasa mimi sasa Deruka angeza kufanya tackling. Sasa wakati wewe unaitafsiri kama ni foul, mimi naitafsiri kitendo cha Pacome kufanya hiyo movement na kumzuia ule bwana asiende. Umeelewa? Yaani si tafsiri kama ni foul, lakini nakubaliana kwamba okay, ninahitaji jicho la tatu. Kitendo cha movement ya Pacome kutoka eneo moja na kurudi kuja kuamini kwamba natakiwa nifanye hiki ili ni nufaike na hii movement, hiyo mimi kwangu ndio inaenda. Sijui kama ulinielewa. Sheria ukiangalia vifungu vile, mpira ukishakuwa mbele inakuwa sio offside, inakuwa tena sio offside. Hata kama kipa yupo, hata kama wewe mara kwanza ulishazidi, lakini kama kuna mtu atapita na ule mpira ambaye akuzidi alafu akakupatia wewe pass automatic, kwa hiyo akikupatia wewe pass unafunga kwa goli vizuri kabisa. Okay, yani hiyo lazima ieleweke. By time anakwenda kumzuia Deruk, mpira na Max wameshampita Pacome, kwa anakwenda kuzuia akiwa hayupo offside, kwa sababu mpira umempita na sio yeye alopeleka. Mimi sasa kwangu ndio maana nasema Pacome anafaidika na mazingira, kwa sababu yeye alikuwa kwa mbele. Mimi sikataa. Nakumbuka ile tukio lilitokea kati ya Simba na Stellenbosch. Simba na Stellenbosch. Kumbuka ile moment? Tafsiri zikaenda kwamba mpira ukiwa mbele kwa offside, kwamba offside inafanyaje? Inakufa. Kifo cha kawaida. Si ndio? Na kama unakumbuka ile moment pia kulitokea foul, yule striker alimfanyia foul Shefondo Malone kabla ya kufanyaje? Kabla ya kuscore. Lakini watafsiri walienda zaidi, wakasema baada ya kunufaika kwenye lile eneo na sheria ikanaeleza mpira ukishakuwa mbele, huyu ambaye anakuwa kwenye eneo la kuotea, mpira ukimfikia anakuwa allowed kuscore. Na sheria automatic itafanyaje? Itakufa. Lakini kwenye misingi ipi? Umeelewa? Je, huyu mtu alikuwa anatoka eneo moja kwenda eneo la pili? Huyu mtu alisimama eneo lile lile, mpira ukampita, then ukamfikia akascore, ukamrudia yeye? Au huyu mtu alifanya movement ambazo zingeweza kuwa cheated na defenders na wapinzani wake ili kunufaika na lile eneo? Umeelewa? Mimi kwangu napolitazama kwenye hiyo tafsiri ambayo unaizungumza, nakubaliana nayo, lakini mashaka yangu yanakuja kwenye namna ambavyo Pacome alifanya zile movement. Zile movement ambazo
eneo la kuotea alikuwepo, alitoka kwenye lile eneo. Alipaswa kusimama pale pale juu. Alipaswa kusimama kwenye lile eneo, huo mpira umpite. Rashidi, ndio maana nikaanza kwenye mazingira yale then ya score. Mimi kwangu ilikuwa ni goli. Lakini kitendo cha yeye kufanya movement, kuingia mbele na kurudi. Amerudi akaja kusukuma na mtu. Afa kaja kutengeneza mazingira ambayo hiyo movement mpira ule umkute. Tangu Dube ana mpira. Hapo ndipo mashaka yangu yalipo kwamba hii ni offside. Sijui tumeelewana. Kabisa, tunakubaliana mpaka hapo, wote tunakubaliana. Kabla ya kwenda kumblock mtu, alikuwa tayari hayupo offside. Lakini yeye alikuwa tayari kwenye mchezo. Sikiliza basi. Movement, mimi si niko offside. Nikikaa kwenye usawa wa golikipa. Hata kama nikisimama bado nitakuwa offside. Kwa sababu nimeziba vision ya golikipa. Kwa hiyo haoni nimemzinga. Kwa hiyo golikipa amepotea kwa sababu mimi nimemziba. Movement ya Pacome ilikuwa kutoka kwenye offside kurudi ndani. Na mimi hapo ndipo kwenye offside. Sijui umeelewa? Na mimi hapo ndipo kwenye offside. Lakini kabla hajafanya kitendo cha kumblock beki, offside ikaa imeshavunjwa na Max kampita. Kwa chochote anachokifanya inakuwa ni faulu ya kawaida. Sasa ndio maana nakwambia kwenye jicho la kutazama kwamba ile ilikuwa ni foul, kwamba Pacome alifanya foul kwenye jicho la kawaida. Hata kama ningekuwa mimi, ungekuwa wewe, ungekuwa yeyote, asingehukumu kwamba ni foul. Umeelewa? Kwa sababu tayari kulikuwa kuna msongamano wa watu. Umeelewa? Ulihitaji jicho la tatu la VAR kwenda kuamua kwamba ilikuwa ni foul. Mimi offside, hoja zangu za offside ya Pacome, kama Pacome alipokuwa kwenye eneo la kuotea, angesimama pale na ule mpira ungemkuta kwenye mazingira yale. Mimi kwangu ilikuwa ni goli ambalo singekuwa na shaka nalo. Lakini kitendo cha yeye kutoka kwenye eneo lile kufanya movement nyingine na kuangalia mazingira ya kunufaika, kwa sababu wale alikuwa anamtengenezea mazingira Max ya kunufaika zaidi, kwa sababu kamzuia huyu asiende kumkuta Max. Hapo ambapo mimi na nadhani tumeelewana hapo, tuelewana. Mimi kama umeona, kwa sababu sheria yenyewe kamtengenezea Max kwa kumblock back, kwa kumtengenezea mazingira time ambapo offside imekufa. Ndio bana sasa hiyo basi, kumbe unaweza kana kweli tunaelewana, tunaongea kitu kimoja ila tuelewana. Umeelewa? Umeona pale alipo Pacome, Pacome eneo alokuepo ilikuwa ni eneo la offside. Ilikuwa ni eneo la offside. No doubt. Si ndio bwana? Tunakubaliana watu wote, anayejua mpira na sijua mpira. Si ndio? Baada ya mpira kumpita Pacome, akaenda kumblock back. Sheria inaua offside. Umeelewa? Sheria inaua offside. Kwenye eneo ambalo Pacome alikuwa offside position. Si ndio? Na kapitwa na mpira na watu. Light kama wawili, Max na mchezaji mwingine wa Simba. Sasa light kama Pacome angeendelea kusimama pale kwenye lile eneo. Umeelewa? Na kuangalia moment ya kinachoendelea, kumsubiri Max amalize safari yake. Umeelewa? Na kinachoendelea, kwangu mimi angescore, there is no problem. Lakini kitendo cha yeye kuhama na kulazimisha, japo sheria inamwambia kwamba tayari offside imekufa, kitendo cha yeye kuingia kwenye movement ya kulazimisha mazingira kuitengeneza tena, hapo ndipo ambapo tutahitaji mtaalamu zaidi. Sijui umeelewa, ndio tunaporudi kwenye foul. Kwa sababu kama offside imekufa, wewe umemfanyia mtu obstruction. Haiwi tena foul, inakuwa obstruction. Inakuwa sio offside, kwamba wakati Max ana score, huyu alimzuia mtu. Lakini uzuri ni kwamba kesho Alhamis saa 3:30 kutakuwa na kipenga cha mwisho inshallah cha bwana Othman Kazi, na anajua anatufuatilia na bila shaka ili jambo ataliweka kwa uwazi. Sisi tuna mambo mengi kwa leo, yeye ana saa zima kwa ajili ya kuchambua hilo jambo. Kwa hiyo atatuwekea wazi na pengine akawa tofauti kabisa na tulichoongea sisi, kwa sababu yeye anaangalia kitabu. Hiyo ni sawa, sisi tumetazama kwa maoni yetu na vile ambavyo tumeelewa. Kwa hiyo kipenga cha mwisho bwana kesho usikose kwa wewe mtazamaji. Mapema tu mara baada ya mshike viwanjani, kipenga cha mwisho kitakuwa kinaanza hapo. Tukaangalia nafasi nyingi ambazo zilipotea kwenye siku ya jana. Zilipotea nafasi kadha wa kadha, lakini moja kati ya nafasi ambayo ilipotea watoto kabaki wameshangaa imekuwaje. Nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya Abdurazak, kwa namna ambavyo alipata free kick ile iliyopigwa na Jean Shalewa. Ilikuwa moja nafasi nzuri sana ile free header ile, lakini
nadhani positioning ya goalkeeper nani kipa alijua namna ya kucheza na mpira, hakuwa na pressure. Angekuwa kipa kutaka kutoka kwenda kufuata mpira, ile ilikuwa tayari ashahukumiwa, lakini yeye alirudi kwenye mstari akisubiri nini kinafuata. Kwa hiyo kichwa kikaje kamkuta sehemu ambayo alikuwa iko sahihi. Kwa hiyo kwa Diarra hiyo ni sehemu ya ubora wake ambao mara nyingi anatumia vizuri nafasi hizo, ule umakini wa kuangalia mpira wapi unaenda na wapi utafika mwisho. Kwa hiyo ile ilimsaidia sana, na hata ule uamuzi wake alitaka kuushika, akaona ngoja niutoe niupeleke nje. Kwa hiyo ilimsaidia vivyo kuokoa goli, kwa sababu kipa cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mpira usiende golini. Kwa hiyo Diarra alikuwa kwenye nafasi nzuri, Hamza alipiga kichwa kizuri sana, lakini kila mtu alikuwa kwenye nafasi yake sahihi. Namba 5 na namba 2 pale hakukuwa wamejichanganya kwenye kumkaba Abdurazak. Yeye aliweza kuwakimbia kwa sababu beki ya Yanga walikuwa hawako kwenye unaona kwenye siku nzuri. Umeona mazingira yao hayakuwa vizuri. Kwa hiyo Jobu, umeona Jobu anahangaika. Wote wamekaa. Kwa hiyo Jobu alikuwa anahangaika ageuke acheze wapi. Akawa hesabu zake amepotea. Kwa hiyo mpiga mpira alipiga vizuri sana. Na hilo sio tatizo kwa mpiga mpira. Kwa hiyo aliinua vizuri na alimlenga, na hata kwenye mechi ya iliyopita nadhani alifunga goli kama ile Razak. Simba Day, yes. Alifunga goli kama, na mpigaji huyu alipiga hivi na akapiga kichwa akawa goli, unaona? Kwa hiyo unaona kabisa kama ni combination ambayo imeanza kujitengeneza ndani ya Simba. Kwa hiyo bwana anajua kutumia vizuri mipira ambayo hawa anapiga. Kwa hiyo namsifu kipa kwamba alikuwa sehemu sahihi na wakati sahihi na akacheza mpira kwa usahihi vile vile. Chitaka kuweka jambo hapo. Nafikiri kwa sababu Jobu na Israel wanalalamikiana bwana, wako hapa huyu kwangu yule kule, huyu kwako wewe. Lakini kwa sababu bahati nzuri umesema macheza mpira kwenye level ya ligi daraja ya 3 ngazi ya kanda. Kwa sisi watu wa zamani ilikuwa ni moja kati ya ushindani unaanzia hapo. Balewa unahitaji kuwa na akili ya ziada kucheza. Mpira ukiwa juu. Ukiwa juu. Namba 2, 3, 4, 6, 8, 10 au mtu yote mrefu kwenye eneo lenu. Unaangalia ni nani mtu wa kwanza anaweza kucheza. Si ndio? Kwa moment hapa inayotokea, mtu sahihi ambaye anakuwa anaweza kuwatazama kwa haraka zaidi ni goalkeeper. Wakati goalkeeper ambaye anakuwa na uwezo wa kuwaambia Pasco sogea mwisho. Mara nyingi ni nadra sana kumsikia kipa anasema hivyo. Lakini na yeye anakuwa anafanya timing. Anafanya calculation, ule mpira ukifika kwenye eneo hili, je, nikitoka na uweza kugusa? Umeelewa? Kwa hiyo ikatokea mpinzani anazunguka ule ukuta. Kama alivyofanya Hamza. Ni ngumu kumuona kwa sababu anakuwa kwenye eneo ambalo wewe kwanza una concentrate na mpira. Una mpira, yes. Yaani kwamba unakuwa unaamini nitacheza mimi huu. Nitacheza. Kadri ambavyo unakuja unaona huu sina uwezo kucheza. Kwa hiyo unageuka kuangalia ukakabia. Kuangalia nani. Sasa huyu wa nyuma yako pia na yeye anakuwa anaangalia mpira ushampita huyu. Mimi hapa sina ucheza, ukiuangalia unaanza kusimama na kimo chako. Unaangalia kuna nani nyuma, ndio unamkuta sasa. Unamkuta mpinzani. Ukimkuta mpinzani, jicho la kwanza kutazama ni kuangalia position ya goalkeeper wako haraka. Kwamba sahihi kweli huyu. Umeelewa? Ndicho tunafanya. Ndio maana ikitokea hiyo moment inakuwa goli. Mtu wa kwanza huwa kulaumu ni goalkeeper. Kwamba nyinyi wakati mpira unapigwa haiwezekani tuwe watu wote kwenye group dogo namna hii, sio? Lakini kumbuka kwamba ni akili ya ziada pia ya mpinzani wako kuweza kujua kwamba mnapokutana hivi mimi nifanye nini. Kwa sababu lile eneo what if kama Isla au Jobu angeliondoa. Manake ilikuwa ni eneo ambalo Abdurazak alikuwa ameenda kupoteza muda. Sasa hilo ni moja kati ya tukio ambalo litokea, lakini nafasi nyingine Simba alipata kupitia Kibu Dennis. Kibu Dennis pia na yeye alipata nafasi ya kwenda kumsalimia goalkeeper. Lakini nadhani nafasi yenyewe ndio hii, mpira ulianza chini kabisa huko kwa goalkeeper. Alikuwa anaangalia huku na huku, na pasi zilikuwa chache kama nakumbuka tukio hili. Yes, kutoka kwa kipa moja kwa moja ukafika kwa Kibu mwenyewe. Akachezewa 1-2 ile. Hii hapa ukitaka kumlaumu kocha unasemaje? Simlaumu kocha. Kocha pale afanyeje? Kocha ameshamaliza nafasi yake. Na pale namlaumu mchezaji mwenyewe. Ukisikia huyo mchezaji ana zero pressure kwenye maeneo sahihi. Sio kwamba hawakosi. Ile pale atakuwa kuchopu au kuna style nyingine ya kucheza pale? Ni hamna namna nyingine. Kipa ameshakufuata. Hamna, sumo na ule mpira. Yaani Kibu alikuwa kwenye eneo zuri
tayari Diarra iko chini kwa kunyanyua. Ilikuwa inahitaji tu tafsiri halisi ya mguu wa Kibu na akili yake kwamba tayari Diarra nishamuona yuko, sasa unarudi kwenye uhalisia. Je, hivyo vitabia vinasaba Kibu anavyo? Unaelewa? Unajua kuna maeneo mengine unajua kuna vitu vingine tunaweza tukawa tunalaumu kwa sababu huko haupo eneo la field, sio? Lakini hata matendo kiwanjani huwa ni tabia za mtu. Yaani ni tabia ya mtu. Ndio maana tunakubaliana wote kwamba unaweza ukawa mrefu lakini ukawa huna tabia za kuruka. Unaweza ukawa ni beki mwepesi lakini hauna tabia za kufanya tackling. Unaelewa? Kwa hata kwenye haya maeneo ambayo yanahitaji utulivu wa akili na mguu, Kibu hana tabia hizo. Kibu ana tabia za kushoot, matumizi ya nguvu kwa 90% kwenye kifupi ndio amemponza. Kutaka kutumia nguvu pale sehemu ambapo haitakiwi. Yes, uhalisia wake ndio umeenda kuharibu utulivu wa eneo husika. Lakini mimi kimsingi simlaumu Kibu kwa sababu moja kati ya tabia zake, kwa sababu angalia alichokifanya pale, manake alikuwa ameshoot kama kawaida yake. Kama kawaida yake. Alikuwa ameshoot. Ambapo haikuwa na faida kwa muda huo. Lakini kuna watu kama mtu kama let's say kwa mfano wa Chama, kwa mfano wa mtu kama Luis Mixon, kwa mtu kama Aziziki, unanielewa? Yaani kuna watu ambao huwa wanakuwa na utulivu eneo ambao unarudi kati kaka. Anafanya kitendo cha hatari sana pale. Sawa. Kuna kitu kimoja Pasco kuhusu na hii movement ya Kibu. Nizungumzie kidogo. Kwamba Kibu anaweza kabeba lawama, lakini namwangalia alivyotoka na mpira huko nyuma. Alivyochukua mpira, alivyomtoka ile beki akampa Mkwala. Mkwala alivyorudisha, Kibu control yake ndio ilimletea matatizo yale yalofikia, kwa sababu alijaribu kucontrol na mguu wa kulia, ule mpira ukamgonga, umeona, ukapotea direction. Kama angeweza kufinya na mguu wa kulia alivyotaka kuufanya, angekuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Na kingine, mguu wake wa kushoto sio mzuri sana, ndio maana akajikuta analazimisha, kwa sababu tayari kwa shanza kupotea, anakuwa anaenda kudondoka hata kabla ya kupiga ule mpira, kwa sababu ile alivyotaka kuzuia na mguu wa kulia hivi alivyoukosa, hesabu zikawa zimepotea. Kwa hiyo huko akalazimisha tu kujaribu kuupiga, ndio maana akadondoka, kwamba angetaka kutuliza na mguu wa kulia ili apige shuti. Sasa ndio mguu wake wenye nguvu. Yaani ule mguu wake wa kulia ndio mguu wake wenye nguvu. Kwa hiyo ndio lengo lake kwamba nafasi nyingine bwana ilimkuta rafiki yangu Shomari Kapombe, nafasi nyingine tena hii ya Simba kupata goli. Simba alipata nafasi na sijui kwa nini alitaka kupiga tobo pale. Sijajua hasa. Alifikiri mpira mkuki. Hapana. Mimi naelewa, unajua kwenye maeneo kama haya mtu anaweza kutumia nafasi kubwa kutoa lawama. Umeelewa? Lakini kuna kitu kimoja mnaweza kuangalia tena kwa mara ya pili. Kwenye eneo ambalo kipa unaweza kumfunga kirahisi, ni eneo ambalo yeye hatarajii. Umeelewa? Yeye hatarajii. Sasa Shomari alichokifanya, kumbuka wakati first touch yake ilikuwa nzuri sana. Umeona? Ilikuwa nzuri sana, alituliza mpira kwenye eneo ambalo lilimpa nafasi zaidi ya kuchanganya miguu na kutafsiri namna ya kupiga, si ndio? Wakati anafikiri ule mpira aupige V, ambapo watu wote tulifikiri angefanya hivyo, sio? Tayari Djigui Diarra alishatanua miguu, sema hesabu za kupitisha mpira ulienda juu. Lakini kama angeburuza ule mpira, angeburuza chini ule mpira katikati ya miguu ya Diarra, lilikuwa ni goli ambalo watu wote tungesifia composure na hesabu nzuri ya Shomari Kapombe, sio? Lakini hawa ambao tunaweka mitazamo yetu kwamba ule mpira angeupiga V, uliangalia namna ambavyo Yanga walikuwa wanavuma kwenye lile eneo. Yanga walikuwa wengi, tungemlaumu zaidi. Yaani angepiga V alafu ule mpira watu wangeclear, tungemlaumu zaidi. Tukasema no, ili eneo walipaswa ku attempt. Si ndio? Kwa mimi naelewa namna ambavyo alifanya calculation zake, lakini bahati mbaya ule mpira alitakiwa kuuburuza. Na kwenye ile moment ni ngumu kuweza kulaumu kile ambacho alifanya. Kwa kifupi sana ni kwamba mpaka hapa Mkwala alikuwa tayari ana assist 2 kama mambo angeenda vizuri. Yes.
wamemkosesha assist huyu bwana. Maana umeona pale. Hebu niambie pale angepiga V pale ingefika? Kwa sababu kule nyuma kulipaswa kuwa na mtu wa. Sasa angalia vision ya lile tobo alikuwa amelitazama. Ametazama Shomari. Yuko sahihi? Kwa vision yuko sahihi. Kwa vision yuko sahihi, si ndio? Kwa sababu kule nyuma hakuna mtu. Kilichokosea pale ni ule mpira kuja juu, lakini angefanikiwa ule mpira kutambaza chini. Vision iko sahihi, la physics ndio imekataa. Physics lakini unajua Diarra mjanja sana. Kamtamanisha kama anaenda huko. Na alikuwa maksudi anajaribu kumtoa aone. Kwa sababu goli kama hili Shomari kashafunga. Amefunga mengi. Unakumbuka? Ameshafunga hata kwa timu ya taifa shafunga goli kama hili. Sawa. Bana, baada ya kosa hizo 3 za Simba za Abdurazak Kibu pamoja na Shomari Kapombe, Yanga nao bana wakapata nafasi akiipata Mudathiri Yahya basi, lakini nafasi ambayo naweza kuipa 50 kwa 50 kwa sababu walau angekuwa mtu kama nani mrefu kidogo pale Yanga, Andambwile angeza kunyosha mguu au Mzize. Kwa kimo cha Mudathiri ile pasi ilikuwa bado 50 kwa 50. Ilikuwa mbele sana. Alafu kwanza alikuwa alijisi kama ameotea. Baadaye mpira ndo alikuwa line moja na mpigaji. Ndio ile nimesema offside pale imekufa. Umeona? Alafu umeona? Mpira kama vile ulidunda. Yes. Na pale ulipodunda ndo ulipompoteza. Hesabu zake zilikuwa za ulipodunda tu mpira ndo ulipompoteza. Umeona? Kwa hiyo na ilikuwa vizuri kwenye mipira ya juu jana Yanga. Yanga mipira mingi ya juu ya kufunga au ya kuokoa. Simba alikuwa wa kwanza kuicheza. Kwa vizuri zaidi. Sawa. Baada ya kukosa bana ikapatikana nafasi nyingine tena kwa Dube. Sijajua imekuwaje, lakini ilikuwa moja kati ya nafasi nzuri sana. Ile mpira ulirejeshwa akajikuta anapiga na bega badala ya kichwa. Kwa sababu ile ndio unakuta sompi. Yaani mpira ushafika ndo anarudi nyuma kujiandaa kupiga, mpira ukagonga bega. Inatokea, it's all about football calculation. Inasema physics pale. Ndio anasemaga sio mazoea yake. Sio mfungaji wa vichwa. Kwa watu wanaojua kufunga kutumia kichwa. Sababu ule mpira by time unarudi yeye kichwa ndo ameenda kukiandaa huko. Akilete. Wala kutambia umepiga kwenye bega. Mpira ukagonga bega. Lakini kwa wale wafungaji wa vichwa ile ilikuwa biashara imeisha. Lakini Dube sio sehemu ya wafungaji wa vichwa wazuri. Sababu kutamtoa Yanga anambia angekuwa Mayele pale. Anakufunga. Biashara ilikuwa imeisha. Mayele pale akuacha. Hata Selemani Mwalimu anakufunga. Gomez pale anakufunga pale. Kwa hiyo hata Kibu. Kwa sababu Gomez nataka kujua kama Gomez ni mzuri kwenye vichwa. Kuna setup moja alimwekea yule Mahema. Sio rahisi. Kwa sababu alibadilisha uelekeo alitutama, alafu akautengenezea mazingira kama sponge hivi kwamba bana huu hapa. Kwenye moment kama zile kusema kweli mtu akifanya vyema nadhani ndio hii hapa. Bonge hapa pasi. Alafu mimi niko najua Mahema anaenda kupiga. Akaenda akapiga kichwa. Mimi pale aliniangusha kwa sababu mimi niko najua anaenda kupiga. Yaani hizi angeweza kuua kifuani, angeweza kufanya nini? Kapteni wa Bafana akakuangusha. Sana. Yaani hizi ni unaweza kusema kwenye mechi kama hii unapoteza ile. Sasa ndio unarudi kwenye alikuwa na uwezo mkubwa kutuliza na kuingia ndani. Unarudi kwenye CV yake. Ndio unarudi kwenye CV yake. Mechi 124, goli 13, assist 14. Yaani ni kwenye moment kama hizi. Sasa kwenye moment kama hizi ndio unakutana na mechi nyingi alafu na matukio muhimu machache. Lakini kama ungeweza kufanya uwiano mzuri kwamba lile ni eneo ambalo katika hali ya kawaida unaelewa utulivu pale ulikuwa unaweza kufanya zaidi ya alicho tukio lingine kwa Pacome, maana Pacome kaonekana kwenye matukio makubwa mawili Yes. Hili hapa ni mmoja wapo. Jana Pacome alikuwa amewekwa kapuni kabisa. Jana watu walishamjua bana, wewe hapana. Moja kati ya sababu nzuri sana. Hii zile nasema fingertip save yani unagusa kidogo tu kuondoa uelekeo. Angalia kipa ameruka vizuri. Ameonyesha ubora wake. Ule Spiderman kauonyesha. Yani pale ameonyesha ubora wake, amechanuka vizuri, ameenda amecheza ule mpira kwa umakini. Kwa sababu kile kipimo cha juu sana, yani mpigaji alikuwa na ubunifu wa hali ya juu sana. Alijua kabisa mimi napeleka sehemu ambayo huyu akifanya uzembe kidogo tu kama ile unasema hii itatoka, hii unaikuta kwa nyuma ya nyavu. Unajua katika kitu ngoja kama mtoza tairudisha hivi ikiwa kwenye picha ya wide nitakuonyesha kitu. Hizi moment umeona hapo umeona hapo haya matukio huwa yanafanyika mazoezini.
Umeelewa? Kama mtu anaenda sana mazoezini, kuna koni huwa zinapangwa koni 4 kwa koni 3. 4-3. Umeelewa? Yes. Zile umeona alichokifanya Boka kile? Zile unaimaliza koni ya 4 ya mwisho. Alafu unairudisha ule mpira kwenye koni ya 3 kwenye kuhesabu 1 2 3. Kwa maana yake pale ni moment ya kati unatengeneza wakati timu inaenda kudefend. Wakati unaenda kudefend una expect kwamba kuna mtu mbele yako. Umeelewa? Alafu kuna mtu nyuma yako. Kuna eneo hapa, hii half space. Nafasi ndogo pale. Nyinyi ndio mnatakiwa mnaingia pale kati ya wale watu ambao wametengeneza ule mstatili. Ile pasi ikiingia pale, wewe ndio unakuwa mnufaikaji. Ndicho ambacho ile moment amefanya. Yaani matukio kama haya mwalimu akitazama anasema yes, vijana wamenielewa. Unaelewa? Sawa. Twende kwenye tukio lingine, lakini nafasi hii ilikuwa ni nafasi ya Jean Charles Ahoua. Kwa upande wake na yeye alipata nafasi nyingine. Kosa nyingi wapata Simba zaidi kuliko Yanga. Simba alipata nafasi nyingi sana za kuweza kujaribu chochote kitu kwenye nafasi hiyo. Takapokuwa tayari tutaweka hapo, lakini nafasi nyingine ilikuwa ni alipiga shuti ya Kibu Dennis. Kibu Dennis pia alipata nafasi nyingine tena ya kichwa. Alipiga vizuri sana. Moja kati ya header nzuri sana kwenye nafasi ile ambayo kwa kweli watu wengi walijua pengine anasawazisha mechi. Kusema Diarra jana, Diarra alikuwa kwenye kiwango kizuri. Yeah, of course. lazima usifie kwa sababu wanasema ukiona goalkeeper anakuwa man of the match, manake hiyo mechi timu yake ilishambuliwa sana. Si ndio? Kimsingi mechi ya jana kwa ujumla wake, mechi ya jana kimbinu timu zote zilifanya makosa mengi sana. Zote mbili. Umeelewa? Lakini kuna matukio machache kiwanjani yalikuwa yanaamuliwa na uwezo wa mchezaji mmoja. Ndio ambayo yalipeleka hata utofauti wa matokeo. Lakini kwenye swala zima la kimbinu, walimu wote wa pande zote mbili, Romain Folz pamoja na Fadlu, wana kazi kubwa ya kufanya. Kubwa ya kufanya. Na hii kazi ninakwambia, wana kazi kubwa ya kufanya, wana Pasco na Kinga Mkono. Ni ngumu sana kuiona kwenye ligi kwa sababu wapinzani wengi wanakuja kama timu ya pili. Lakini utakuja kuona kama hawatayafanyia kazi madhaifu ambayo nimeyaona mimi jana kwenye mechi, timu zote mbili kwenye mechi ya jana, yatakuja watayaona kwenye Champions League. Kwa sababu kule kuna watu ambao wana uwezo wa kutafsiri matukio na mbinu za mwalimu kwa haraka. Nitakwambia tukio moja ambalo mawili kwa pande zote mbili. Kwa Simba wakati wanafanya mwalimu Fadlu anafanya mabadiliko ya Kante. Conte kwa Yanga. Kante alionyesha madhaifu matatu wakati mechi inaanza. Kwanza ni mzito kiasili. Unajua, yule ni kiungo, ni mzito kiasili. 2, hakuonekana kuweza kuipa timu kitu cha ziada kwa maana dribbling au pasi ambazo zilikuwa zinaweza kuifanya Simba kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo la pili. Umeelewa? 3, namna bora ya kufanya marking kwenye eneo ambalo kabla yeye hawajamfikia. Au ni maeneo ambayo Kante alionyesha madhaifu makubwa. Sio? Mwalimu akaona, akampa tena dakika zingine chache kwenye kipindi cha pili. Wakati anampa hizo dakika chache kipindi cha pili, Romain Folz hakugundua hilo kipindi cha kwanza. Alivyogundua kipindi cha pili, akamuingiza Dumbia. Dumbia ambaye akawa anachukua mali kutokea kwenye eneo la kushoto, anakuja katikati. Baada ya kudistribute kutoka kushoto, kawaida si ukichukua mali kutoka kushoto unatakiwa udistribute upande wa pili. Na kushoto Simba kwa nzuri. Akachukua mali eneo lile, akawa anapeleka kwenye eneo ambalo Kante yupo. Anapita katikati. Unaelewa? Kwenye hilo eneo ambalo lilikuwa linaonekana Simba wana madhaifu nalo. Mwalimu akaona, akamtoa Kante, akabadilisha, akaingiza mtu mwingine eneo lile. Sasa kwenye alipoenda kufanya mabadiliko katikati. Alipoenda kufanya mabadiliko, pale ndipo nilipokuja kuona Fadlu na utoto kichwani mwake. Tena. Unaelewa? Kwa sababu sikuona ni kwa nini alijaribu kucheza hiyo kamari ambayo kwangu mimi ilikuwa make sense.
Mechi ya Simba na Gor Mahia, Nabi alinipa kitu ambacho kilinifikirisha mara nyingi. Nabi Kamara. Niliona is a good passer, ana scan vizuri, namna ambavyo alitengeneza lile eneo kuwa beautiful. Kwenye namna ambavyo aliselect squad dhidi ya Young Africans, akampeleka kwa upande wa kushoto, ambapo baada ya dakika kama 3-4 sikuona kama alikuwa amemtuma kwenda kufanya majukumu ya kuzuia. Nikaona amemtuma kama kwenda kuongeza zaidi idadi ya watu kwenda kufanya ubunifu kwenye eneo la ushambuliaji kutokea pembeni. Wakati huo umeshindwa kuriski. Umeelewa? Ilikuwa ni jambo la Fadu kumwamini Mligo. Straight to the point kwenye eneo lile na acheze. Kwenye kila dakika chache ambazo nilimuona Kante, sikulizishwa na movement zake, sikulizishwa na scanning yake, sikulizishwa na passing yake, sikulizishwa na ability nzima ya namna alivyotakiwa kuisoma mechi. So Kamara alipaswa kuanza eneo lile, Mligo acheze kule. Nafikiri Simba na hata mabadiliko alivyokuja kuyafanya, Simba waliuchukua tena mchezo vizuri, wakaanza kupasia. Pale ndipo ambapo mimi nasema walimu huwa wanatafuta sababu za kufukuzwa. Nimekuelewa, tuishie hapo kwa leo. Bana, tutakuja tuendelee tena, lakini mara baada ya mchezo huu kumalizika, mwenzetu Patrick Nyembela alipata nafasi ya kuzungumza na captain wa Yanga Bakari Nondo Mwamnyeto, na hiki ndicho ambacho alikisema. Mungu anasaidia. Ulizungumza mapema pale kusema bro, hii tunaenda kuichukua tena. Nini ambacho kilikuwa kinakuaminisha Nondo? Ni maandalizi mazuri ambayo tumeyafanya kutokana na mwalimu ambaye amekuja kwa muda mfupi, lakini tumeweza kumuelewa anataka kitu gani, na sio wachezaji wote tulikuwa ni watu ambao ni wale, sio kama wengi wameondoka, ni wale. Tumeweza kuweka kwa kukaa kwa pamoja na kuweza kuambiana tutaka kitu gani. Sio ni kombe. Kwa matokeo tupate kombe. Wewe kama nahodha, wakati gani mgumu uliopata wakati mchezo huu unaendelea leo hii? Mchezo ulikuwa kipindi cha kwanza ulikuwa mchezo ulikuwa 50-50, lakini tulizidi kumaintain na walikosa nafasi kipindi cha kwanza, lakini ndio kaida ya mchezo. Wamekosa nafasi, tumeweza kuzitumia kipindi cha pili tuweza kuchukua kombe. Abisai, uje kuuliza swali, muulize Nondo. Bakari, umekuwa na msimu wa mafanikio sana kama nahodha wa Yanga. Umebeba makombe mengi sana. Ni ubingwa upi kwako ambao uliubeba ukawa una historia kubwa na wa kusisimua kuliko yote ambayo umebeba ukiwa na Young Africans, na kwa nini? Ubingwa ambao nilobeba ni makombe mengi ambayo nimebeba yalikuwa na challenge kubwa sana, kwa sababu ni ligi yetu ilivyokuwa na ubora na ilivyokuwa ligi ya tafu. Kwa hiyo kila kombe tunachukua kiisaiza, tunachukua kwa kutoa jasho na damu na kuweza kwa vizuri kiakili na mwili, lakini nadhani ila leo hili ndio sema ilikuwa top. Kwa nini hili leo? Sipola lenyewe lilikuwa pale. Saa yote mtu anaweza kufungwa. Safi sana Bakari, lakini mnaenda katika michuano ya kimataifa. Kiembe kwenda kumuuliza Bakari. Mimi nataka kujua, yani kwa sasa hivi baada ya kushinda michezo 6, wakati walikuwa wameshashinda michezo 5. Yani ukisikia dabi ya Kariakoo, ni kitu gani kinazunguka kambini kwenu kama wachezaji? Yani kutokana na kushinda mchezo wa nyuma wa 5 na leo ni wa 6, japokuwa tunaona kama tunaanza kuwafunga, lakini sio mchezo rahisi. Tunaambiana, tunakaa, yani wengine mpaka atuli tunakaa kwa klasi ya wachezaji wageni kuambia kwamba mechi si rahisi na mechi hii ni shida yetu, sisi tupate ubingwa, bora tufungwe timu yetu kuliko tufungwe na watani. Kwa hiyo na sawa wachezaji wageni wameelewa kitu gani tunataka, na leo ndio kufanyia kazi hapa. Neno lako la mwisho kwa mashabiki? Haya ni Bakari Nondo Mwamnyeto huyo akizungumza na Patrick Nyembela pamoja na Amri Kiemba pamoja na Abisai wakiuliza maswali mawili matatu. Tutoke kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa sasa tuende mikoani, ambapo na wenyewe pia walikuwa wakishuhudia mchezo moja kwa moja kupitia Azam TV, na kwa sasa tuelekee kule Dodoma. Baada ya klabu ya Yanga Afrika kutoa kombe la ngao ya jamii hapo jana, mashabiki wa soka mkoani Dodoma wamezungumza baada ya mchezo huo kumalizika. Mwenzetu Bibie Joyce Mwakalinga anatuletea taarifa zaidi kutoka Dodoma. Jina langu ni Joyce Mwakalinga, nimeketi hapa pamoja na mashabiki wa soka tangu mtanange huu ulipoanza mpaka unapomalizika. Na muda huu basi tutaenda kuzungumza nao sasa. Ni yapi ambayo wameyaona, lakini kuhusiana na matokeo kwa ujumla wake. Yuko hapa MC Mwita ambaye namuona kabisa ni mwananchi kulingana na jezi yake aliyovaa. Hebu tutambulishe majina yako rasmi kwanza. Bwana, jina ambalo liko kwenye kadi ya Yanga ni Akrey Mwita
jina la kusaka ugali MC Mwita. Haya, hebu tuambie sasa, tayari. Hongereni na tuambie sasa, nini siri ya mafanikio na unajisikiaje katika wakati huu? Kwanza mkubwa ni mkubwa tu siku zote. Mkubwa ni mkubwa. Kwa hiyo mimi nachosema kwamba Simba ni wachache sana. Sawa, ila kocha wetu bado anaona kama anajenga timu. Kwa sababu nimeona kipindi cha kwanza alikuwa anapiga watu watatu wanakaba, hapo mbele hakuna mtu. Tulikuwa tuwachoshe kidogo, alafu baadaye tuwapige kichwa kama kawaida. Naitwa nani, alafu tuambie namna ambavyo utatuambia namna ambavyo umeyapokea matokeo na namna ambavyo unajisikia ikiwa ni wewe ni mshindi kwa sababu ni mwananchi. Mimi ninaitwa Shabani Ali aka Mchalo. Sawa. Mimi kwanza pongezi za kwanza ziende kwa watu wa Mbeya. Mwaisa amenuna pale kati. Dimba namba 6 pale. Amenuna. Andabie. Makofi kwa Andabie. Makofi kwa Andabie. Tuambie kwanza unaitwa nani? Naitwa Amina Juma Maulidi. Haya, hebu tuambie, nakuona wewe ni mwana Simba, ndivyo? Dam. Hebu tuambie unajisikiaje baada ya matokeo, una kipi cha kuzungumza mbele ya umma? Na kwa mata nifungua mara 100, mimi ni Simba dam naipenda vibaya ubaya ubwela. Asanteni sana na nashukuru wana Simba, nashukuru wananchi. Ni mtanange ambao umechukua takribani dakika zaidi ya 90 kwa wale ambao walikuwa wakijinasibu kwamba watashinda na wale ambao walikuwa wanaonekana kushindwa. Dakika 90 zimekushaeleza. Basi hayo ni machache kutoka jijini Dodoma, na mengine mengi utaendelea kuyapata kupitia taarifa zetu za habari. Asante sana Joyce. Unajua muda ule na lile shangwe watu wanakuwa wamechangamka. Uzuri lugha unayotumika, kuna vya baridi na vya moto. Uwezekano mkubwa vilikuwa vya moto vimetumika vingi katika kushangilia. Tutoke Dodoma bwana, turudi hapa Dar es Salaam ambapo washindi wa ngao ya jamii tunao sana leo. Yanga Sports Club wameondoka leo kuelekea Rwanda, Angola, tayari kwa mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Wilete ya nchini humo. Yanga itaanza kampeni yake hiyo dhidi ya Wilete kesho kutwa Ijumaa saa 12 jioni na kuonyeshwa mbashara na Azam TV. Ngoma itakuwa live Ijumaa. Unajua Yanga wanatangulia wenzao wote watacheza Jumamosi huko Ijumaa kamaliza shughuli. Ni karata nzuri ambazo tunazitarajia kuona Young Africans atapata matokeo mazuri, lakini na amekuwa na wakati mzuri anapokutana na timu za Angola. Ni kweli. Willet sio timu mashuhuri sana nchini Angola, na hata kwenye ramani ya mpira wa Afrika. Kule vilabu ambavyo vimeshatikisa bara Afrika nafikiri ni Petro wale Sagrada Esperanca. Kwa kuna baadhi ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri, lakini Willet wanaweza kuja na surprise, lakini sitarajii sana. Ngoma Ethiopia hapa sitarajii sana, lakini kutokana na experience ya Young Africans kwenye wameanza kujenga mtozo wetu Gift hapa ananikumbusha kama umesafiri nje ya nchi kwa ndege na ndege yako haikuhusika kwenda Addis Ababa, wewe bado ulienda nchi jirani, sio nje ya nchi. Bana, timu ambayo inakuwa Addis Ababa ni mashuhuri kama unavyoona Istanbul. Amsterdam. Kama hujapita pale Chidi, wewe bado ulienda nje ya nchi. Unajua kuna nchi jirani Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ulienda nchi jirani. Maana haina haja kwenda mpaka Addis. Kwa timu kinga mkono, kwa timu kama Wilete ambayo ina msimu mpya, imefanya vizuri kuliko wakongwe wa hiyo ligi mpaka kujiwakilisha nchi kwenye ligi ya mabingwa. Haileti tahadhari yoyote kwa Yanga kichwani kuliko kufikiria majina makubwa wakati kuna timu zimefanya vizuri kwa kiwango cha kucheza ligi ya mabingwa? Na hiyo ndo naiona hofu yangu kwa Yanga kwenye mechi hii. Kwa sababu Angola siku nyingi wanataka timu ambazo watu hawazitarajii. Kuna timu ambayo inaibuka na hii timu imeibuka vipi? Wao wanatumia fedha nyingi, wanasajili wachezaji wengi na kunakuwa na ushindani katika ligi yao mkubwa sana. Kwa hiyo hata Yanga wanakwenda kwenye mechi, wametoka kwenye mechi jana, wana siku chache leo wamesafiri, wana muda mchache wa kufanya mazoezi kabla ya mechi ya kesho kutwa Ijumaa. Muda umeona ni mdogo. Kwa hiyo mechi itakuwa kwao ngumu sana kutokana na uchovu wa wachezaji na mazingira. Wanahitaji kuwa na walimu wazuri sana wa kuandaa wachezaji kuwa tayari kwa hiyo mechi. Kwa hiyo nategemea upinzani mkali sana kutoka kwa wapinzani wao.
kwa sababu na wao wanajua wanakuja wakirudi Dar es Salaam mechi itakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo ni bora wafanye vizuri kule Angola. Na Angola wakati mwingine inakuwa ngumu kwa Yanga. Yanga anazishinda timu za Angola lakini nyingi anashindia nyumbani. Sio kule. Kule anapata wakati mgumu. Kwa hiyo naamini kabisa ya mwisho ile Dida alifutaga penalti ndio iliwaokoa kule, umeona? Kwa hiyo unaona kabisa kama kule mechi inakuwa sio nyepesi. Kwa hiyo Bravos wale Bravos unaona. Kwa hiyo wile na wenyewe Bravos pia walimaliza na Simba Sports na kule nao walipata sare kule, sema Simba walilazimisha sare. Kwa hiyo unaona kabisa kama wile wenyewe wana jambo kubwa wanataka kufanya, na wao wanataka kuingia kwenye ramani ya soka ya Afrika. Ukimfunga Yanga sasa ambaye anaonekana kwenye ramani ya soka Afrika ameanza kuingia kwenye group stage, anatajwa miongoni mwa timu bora Tanzania, ukimfunga ukamuondoa kwenye mashindano inapanda, unaona. Kwa hiyo mwanzo ulisema timu za Tanzania zote zinaanzia nyumbani kutokana na rekodi ya nchi yetu. Zinaanzia ugenini kutokana na rekodi ya nchi yetu kwamba kiwango vimepanda, ubora umekuwa juu. Kwa hiyo ndio maana tunapewa nafasi. Yes, kwamba kuna watu wanafanya vizuri. Nadhani hiyo ndio changamoto ya Yanga ambao wanapaswa kuwa nayo, tahadhari kwamba wasiende wakisema sisi ni wakubwa. Waende uwanjani wakaperform, waonyeshe kile ambacho walichonacho. Makosa walofanya kwenye mechi ya jana dhidi ya Simba kule asirudilie. Watu hawatakuwa na nafasi ya kuwapa nafasi kama hizo. Kumkuta Diala mara 3 mara 4 afu akatoka watupu, itakuwa ngumu. Diala ameokoa mara 4. Kwa hiyo sidhani kama beki ya Yanga inabidi imarike zaidi. Kocha lazima imarishe safu yake ya ulinzi kwa sababu na kwa kumshauri bwana Roman Falls bwana Dumbi aanze. Tunamshauri yeye mwenyewe ataangalia lakini Dumbi aanze. Hajaimbwa lakini sasa Dumbi akianza pale hapo anakaa na nani sasa? Chini huko unamweka Ndambwile, maana Ndambwile tayari kishajimegea kipande chake. Hapo anachukua mikoba ya unamweka na Abuya una muda. Wakati huo Sabalivu anaona kipenzi chake ni Koma. Mdomo Koma. Maitoto. Matajiri wa Chamazi Azam FC wameendelea kujiandaa na mchezo wa hatua ya awali wa kombe la shirikisho Afrika kwa msimu wa 2025-26 wakiwa Juba nchini Sudani Kusini. Kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo Faisal Salum Faitoto amesema wamejiandaa vizuri kuelekea mechi yao dhidi ya Al Merrek Bentiu itakayopigwa siku ya Jumamosi Septemba 20 majira ya saa 12 jioni kwa saa za huku kwetu. Aidha amesema kama mchezaji atakuwa tayari kucheza nafasi yoyote atakayopangwa, huku akisema wana matarajio makubwa ya kufanya vizuri. Tumsikilize mwenyewe Faitoto. Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika salama hapa Sudani. Mazoezi mazuri tu, mwalimu alipo mazoezi mazuri na tunajiandaa kutokana na mchezo ambao utakuwa mbele yetu hapo, na mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri, tunafuata program za walimu ili kufanya vizuri katika mchezo unaokuja. Kwa kama wachezaji tunakaa tunawaambia huu ni mwaka ambao wa kuipeleka Azam FC makundi na kufika sehemu hatua nzuri, kwa sababu tuna kocha bora na pia tuna wachezaji wazuri ambao waliosajiliwa msimu huu kuja kuungana na sisi, na imani tutafanya vizuri na kufanya kufika mbali katika hatua ya awali. Mimi kama mchezaji nafasi yote ambayo mwalimu ananiambia nicheze, ni majukumu yangu kama mchezaji kufanya vile ambavyo mwenyewe anataka, na msimu huu utakuwa bora zaidi kwangu pamoja na Azam FC. Kama wachezaji tumekaa na kuipambania nembo ya Azam FC kwa sababu tuna kocha mzuri ambaye ana falsafa nzuri ya kucheza. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu na imani msimu huu tutafanya vizuri. Faitoto huyo akizungumza na mwenzetu Musa Kawambwa. Baadaye tutacheki kama tunaweza kumpata kati ya yeye Musa Kawambwa ambaye yuko kule Juba, lakini vile vile Sebo Ibrahim ambaye yuko naye kule. Tutaangalia kama tunaweza kufanya mawasiliano nao mmoja wapo, basi tukazungumza mawili matatu. Lakini pia Abdul Kadir Saif Kudabash pia tunaweza tukamcheki naye tukazungumza kujua hali ya kambi. Mbona wameenda mapema sana, mechi Jumamosi wenyewe Jumatatu tu washatia timu, hasira za nini? Wanaogopa. Tutaangalia namna ambavyo tunaweza tukawasiliana nao pia. Kama kwa picha Mtozi atafanya hivyo, kama kwa audio basi naweza nikampigia tu mimi mwenyewe. Turudi kwenye michezo ya leo. Ligi kuu tunajua inaendelea, tukiwa bado tuko kwenye soka letu. Ligi kuu NBC inarejea rasmi. Michezo miwili itapigwa leo. Mchezo wa mapema, mchezo wa kwanza tutakutanisha KMC dhidi ya Dodoma Jiji majira ya saa 10 kamili jioni katika dimba la KMC. Kuelekea mechi hiyo, kocha wa KMC na Dodoma Jiji wameahidi kufanya vizuri huku wakisifia maandalizi waliofanya. Tuwasikilize makocha wote ambao wote wanajisifia wamefanya maandalizi mazuri. Tutakuja na hiyo taarifa mambo atakapokuwa mazuri. Lakini mchezo wa pili kwa leo utapigwa saa 1 kamili usiku ambapo Coastal Union watawakaribisha Tanzania Prisons wa Jelajela hawa. Kuelekea kwenye mchezo huo pia makocha walizungumza na
bila shaka taarifa hiyo iko tayari, tuwasikilize makocha kabla tujarudi tena kule Sudani Kusini. Tutasikiliza makocha hapo, lakini turudi kwenye michezo ya leo. KMC wanaanzia nyumbani, mchezo wa kwanza, mechi namba 1. Unajua msimu uliopita mechi namba 1 ilikuwa ni Pamba na Dodoma. Kwa Dodoma na bahati ya kufungua. Pamba Dodoma? Ndio ilikuwa mchezo namba 1 wa ligi. Pamba mechi ya kwanza wamecheza wapi unajua? Wamecheza Kirumba na mimi ndo nimetangaza. Mechi inachezwa Anga wa Jamii, si tuko njiani, goli anafunga Maxis, tuko Singida. Mechi namba 1 ilikuwa ni mechi ya Pamba. Kwa bahati. Dodoma Jiji wana bahati ya kufungua. Msimu huu anacheza mechi namba 2. Dodoma Jiji sasa Prison. Kwa mechi hii mechi ya kwanza ilikuwa Prison Dodoma na Prison, Pamba na Dodoma, Pamba na Prison nadhani. Pamba na Prison. Pamba na Prison ndio mechi namba 1. Pamba na Prison. Msimu Prison bila. Msimu Prison anacheza namba 2, mechi namba 2. Na Coastal. Yeah, of course. Timu zote wamesajili. KMC wamesajili, Dodoma Jiji wamesajili. Ila Dodoma Jiji kwangu mimi wamesajili vizuri zaidi. Okay. Kuliko KMC. Wote wamekuwa na maandalizi mazuri, na bahati nzuri maandalizi KMC amekuwa na maandalizi mazuri zaidi kuliko Dodoma Jiji. Yaani nikisema maandalizi mazuri zaidi kwa maana ya kupata zile mechi ambazo zitamfanya mwalimu aweze kuangalia mapungufu ya timu yake na kuangalia ubora wa timu yake. KMC wamecheza Kagame. Walikuwa na pre-season ya wiki chache kule Zanzibar. Kwa mwalimu ameona mapungufu kadhaa yalijitokeza hapa katikati. Dodoma Jiji wao walikuwa Arusha nafikiri kwenye pre-season. Yes, wakaenda kule Karatu. Wamecheza mechi kadhaa na wenyewe. Lakini bado unaangalia walimu wote ni wapya kwa maana ya benchi la ufundi. Idadi kubwa ya namba zimeongezeka kwenye timu. So kwenye mapungufu ambayo wameyaona kwenye mechi za majaribio na kwenye pre-season zao, kwenye huu mchezo sasa, nafikiri hapa ndipo ambapo utakuja kuangalia je, timu imetimia au haijatimia. Sawa, Rashid Hamisi huyo. Kuna kitu amezungumza kuhusiana na kambi ya Karatu pale. Kabla tujaenda kusikiliza makocha walivyozungumza siku ya jana, wadau wa michezo sio lazima kumiliki timu. Unaweza ukawa na hoteli na kiwanja au ukawa na kiwanja peke yake, kama ambavyo mwenzetu Nick pale Karatu yana uwanja na watu timu nyingi zinaenda kufanya pre-season kwake. Lakini vipi kama utakuwa na hoteli na kiwanja? Kwa mfano kama Ruangwa pale wana hoteli moja nzuri lakini hawana kiwanja. Nick ana kiwanja hajaweka hoteli. Kwa nini msiviunganishe hivi vitu, ukawa mdau wa michezo na umiliki timu na mambo yakaenda? Hiyo nimewapa tu tipu kwa wale kidogo ambao alhamdulillah mambo yako sawa sawa. Turudi sasa kwenye press ya jana tukianza na mechi ya KMC. Asante sana. I'm very excited, not only us, all the team, you know. We expect a tough game tomorrow, definitely tough game. You know about the Dodoma Jiji, you know that is a very strong side, competitive side. For me, Kagame Cup helped us too much, you know, because we have a lot of games in Kagame Cup against competitive teams. I think that we did well under our limit. So we are very optimistic for the game tomorrow, but we respect a lot Dodoma Jiji. You know that's coming to tough game, but you should be efficient in all areas, you know, in all departments, in our defense, in our transition, in our attack. But we think that the team improve. I hope that enough to take a good result. Kwanza nashukuru sana, pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa tulipofikia. Tumuombe tu Mwenyezi Mungu pia kesho aweze kutamsha salama. Kwa sisi upande wetu wachezaji tumejiandaa vizuri, tumepokea maelekezo kutoka kwa mwalimu ambayo yalikuwa sambamba, tunaweza kwenda kuyafanyia kazi. Halijatupa hofu kwa sababu ni mechi za ligi na ni mpangilio ambao wamepanga TFF. Kwa sisi tunashukuru sana kwa kuwa kwanza kufungua ligi na tuko vizuri, kwa kila mchezaji mmoja mmoja kajipanga ili kuweza kufanikisha ushindi katika mchezo wa kesho. Sawa. Nashukuru sana. Tuko tayari kwa kweli. Najua tutachukua muda mzuri wa kufanya pre-season, kucheza mchezo wa kirafiki na kikosi chote kilikuwa kiko na tumezoeana na timu yangu vizuri. Kwa hiyo
nadhani maandalizi yote yanaendelea vizuri na mali kwamba tuko tayari kwa kweli kucheza na timu nzuri pia ya KMC. Tunaona kwenye michuano ya Sekafa wamefanya vizuri, na wapongeze. Najua kwamba itakuwa mchezo mzuri, kuna kocha mzuri, kuna wachezaji wazuri, lakini hata sisi pia tuko na wachezaji wazuri na tumejiandaa vizuri. Nadhani niko tayari mimi binafsi, lakini na wachezaji pia, kwa sababu ndo wao watafanya kazi na wameni promise kwamba watafanya kila kitu ambacho kinawezekana, yani tupate ushindi wa kesho. Naamini kwamba kweli ukiona jinsi tumejiandaa, mechi ambazo tumezicheza, wachezaji ambao tumesajili, nadhani I'm very excited for tomorrow's game. Asante. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama kwenye kituo chetu cha mchezo. Sisi kwa upande wetu wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho, sababu tunajua ni mchezo mgumu kwetu na hautakuwa rahisi, kwa sababu hata game za nyuma hapo ukiangalia tukutana na KMC mchezo wa migumu. Lakini kwa upande wetu tumejiandaa vizuri kwa pre-season tuliyofanya, kwa ina mwalimu tuliokuwa naye, kwa ina wachezaji ambao tumewasajili. Kwa tunaamini kesho tunaenda kufanya vizuri kwa maandalizi ambayo tumeyafanya. Pia ningependa kuwaomba wapenzi na mashabiki wa Dodoma wajitokeze kwa wingi, waje kutusupport kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu ni mchezo muhimu kwao na ni mchezo muhimu pia kwetu. Kwa tunaamini hatutoangusha, na wale ambao mashabiki wetu wapo njiani tunatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awatangulie, awafikishe salama, waje kutusupport na hatutoangusha, tunaamini kwenye hilo. Amemalizia hivyo Samson Nsata, captain wa timu ya Dodoma. Tumemsikia kocha wake, lakini pia tumemsikia Maximo naye akisema mambo vizuri. Hongereni kwa wote Dodoma, hongereni, mna kofia nzuri sana. Haijalishi matokeo atakuwaje, lakini kofia zenu ni nzuri sana. Twende kwenye press ya jana ya timu ya Coastal Union. Kwa upande wao alizungumza pamoja na Tanzania Prisons, tukawasikilize. Tunaanza kwa mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya Tanzania bara. Siku zote mchezo wa kwanza unakuwa mchezo special kwa sababu watu wamejiandaa, kiutimamu wa mwili, wamejiandaa kiufundi, wamejiandaa kiakili pia. Kwa mchezo wetu hautakuwa rahisi, ingawa na vijana wangu mimi wako vizuri, nafurahishwa na uwezo waliokuwa nao. Vijana wangu ni vijana ambao kwa kipindi kifupi ambao nimekaa nao wana uwezo mkubwa na wana commitment na wako tayari. Ingawa tuna mchezo mgumu na Prison, si mechi rahisi kama nilivyosema awali. Tutaingia kwa kuwaheshimu, lakini mipango yetu haiko kwao kwamba tunawahofia sana au tunawafikiria sana wao watakuja kufanya nini, lakini mpango wetu mkubwa uko kile ambacho tutawapa wapenzi wetu katika uwanja Mkwakwani, vipi tutalindia heshima yao. Huo ndo mpango wetu mkuu wa kazi. Nafikiri mpira sio fiziki peke yake. Fiziki ni component moja tu ya mpira. Sisi tumejiana kwa mambo yote manne. Kwa hiyo hatuogopi fiziki. Of course fiziki na sisi tunayo, lakini kila mtu atatumia uwezo wake. Nimesema awali, sitizami Prison anakuja na mipango gani, lakini natizama nini tuenda kukifanya uwanjani kesho. Of course tuna mchezaji mmoja tumemkosa, lakini kama tulivyosema hii ni timu ya mpira, tumesajili wachezaji 30, tutatumia waliobakia. Nafikiri nimesema awali kwamba na vijana wako vizuri na wako tayari kujifunza na wana commitment. Ninachoahidi kwamba wachezaji wangu watacheza katika moment zote 4, watacheza vizuri na watacheza kwa heshima, kwa kuhakikisha tunalinda heshima ya timu muda wote wa mchezo ambao tutaocheza. Tumejiandaa, tupo tayari kwa maelekezo, kufuata wakezo wa walimu, maelekezo yao wametuambia nini katika kiwanja cha mazoezi. So inshallah katika mchezo wa kesho pointi 3 muhimu lazima zibakie Tanga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Kweli vipindi vyote hivyo vitatu ulivyosema ndugu mwandishi, kweli, na kwa sasa timu inavyokuwa kwenye pressure ya kutokuwa katika hali nzuri, lazima kuwepo na mtu ambaye anaweza kuituliza timu, kwamba saizi sio vibaya, hata kama tumeanza vibaya lakini haijaisha, haiwezi kuisha vibaya. Kwa hiyo tunakaa tunaongea nini tumekosea na nini tupange ili tuzidi kwenda mbele. So kwa kipindi kibaya tunatulizana na timu, tunakaa chini wapi tulipokosea, so tunarudi katika mstari, tunasaka pointi 3. Nafurahi sana kuwa Tanzania kwenye ligi ambayo ina nafasi nzuri kwa ligi zote za Afrika. Najua kuna makocha wazuri, wachezaji wazuri, so kwangu ni kurudishia Mola shukrani kwa hapa. So mechi ya kesho kwa jumla ni kwamba tumekuwa na pre-season nzuri.
tumepata nafasi ya kucheza na Coastal Union kwa pre-season tournament ya Tanzanite. Alafu pia mechi ya kwanza kwa jumla ni kwanza kuangalia mmefikia wapi na matayarisho yenu. So kesho sisi tutakuwa tukiangalia kufikia sasa ligi inaanza, ni nini tumefanya vizuri na ni nini hatujafanya vizuri. So ni kama challenge ya kutuwezesha kuendelea na ligi zingine zijazo. Cha muhimu ni kwamba tumekuwa na pre-season, na pre-season hatujaifanya nyumbani. So nafikiri kwetu environment ni sawa, kwa sababu tumekuwa ugenini tangu tarehe 29, hatujarudi nyumbani. So tumekuwa tukifanya maandalizi yetu mbali na nyumbani. So nafikiri ni environment sawa na ile tutakuja kupata hapa kesho. Ndiye imeanza safari na nafikiri nikija Tanzania Prisons nilikuwa na uelewano na wakurugenzi ya kwamba tunafaa kufanya vyema kwenye ligi, na hii ndiyo safari imeanzia kesho, na nina imani ya kwamba tutakuwa na safari nzuri muhula huu. Awali ya kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kufika salama siku hii ya leo. Pili, kama sisi wachezaji wa Tanzania Prisons, kama mimi mwakilishi wao, sisi tumejiandaa salama kuelekea msimu 2025-2026 kuelekea katika mchezo wetu wa kwanza zidi Coast. Sio mchezo mdogo, ni mchezo mkubwa, ni mchezo mgumu. Coast wamejipanga na PC tumejipanga zaidi. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu tuweze kupata matokeo katika uwanja wa ugenini. Lakini japo inapokuwa ni ngumu, lakini lolote kwenye mpira linawezekana kupata matokeo mazuri. Kikubwa Coast wako nyumbani. Hawatocheza kama tulivyocheza nao katika mashindano ya Tanzania Kora. Wako nyumbani, watumia home advantage. Kwa hiyo sisi kitu kikubwa tutaenda kuheshimu Coast. Maana ukiangalia timu ndio imecheza kwanza, kwa hiyo bado timu hazijaunga sana. Ukiangalia Coast ana maingizo mengi sana ya vijana, kadhalika hata sisi kuna maingizo mengi sana, lakini atakayejipanga vizuri na mimi nitakayebuka ushindi. Amemalizia hapo Fande Lambert Sabianka ambaye ni captain wa timu ya Tanzania Prisons. Kabla yake akiongea kocha Mkenya huyu akivuka boda na kuingia Tanzania, Zedekia Otieno. Na kabla yake tumsikia captain wa timu ya Coastal Union Bakari Msimu akizungumza, na alizungumza mara baada ya kocha wake Al Mohamed Ameir ambaye kavuka maji kidogo kutoka Zanzibar kuja bara, huku akipewa kikosi cha Coastal Union akiongoze kwa msimu huu wa 25-26. Atapata nini akiwa amesajili vijana wengi sana kwenye kikosi hicho, zaidi ya 80%? Ngoja tuone ile energy ya vijana kama itarudisha enzi zile za wenyewe wana Mangush kukaa pale juu. KMC Mwenge, nakupa bwana Kinga Mkono kwa dakika zako 2. Mechi ya namna gani? KMC Dodoma Jiji ni mechi nzuri kwa sababu kutakuwa na ushindani ambao timu zote zinapenda kushambulia. Nilifuatilia mechi zao nyingi za Prison walikuwa katika maandalizi yao ya msimu. Unawaona kabisa kama wana kitu fulani, japokuwa kwa Maximo changamoto yake ni nafasi ya ushambuliaji. Ana mtu wa mwisho mzuri ambaye utasema huyu atapata mipira mitatu miwili atafunga goli. Hiyo ni changamoto kubwa sana katika Kagame. Ulikuwa naona timu imefika pale ndio imemaliza nafasi ya 4, lakini ilikuwa na changamoto ya ushambuliaji. Kijana wao mzuri Kevin, naamini bado ataendelea kuonyesha ubora wake. Kwenye mashindano yaliyopita ya Kagame alikuwa mchezaji mzuri, mara 2 amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mashindano wa mechi. Kwa hiyo naamini bado ni moyo wa timu, akishirikiana na Wakongo akina Ajib, naona akina Pipino amsaidie kuhakikisha kwamba KMC inafanya vizuri. Kwa Dodoma, wao kocha wao amefanikisha kutengeneza timu inashambulia kwa haraka, na mshambuliaji wao yule Mgaza nimemuona anafunga vizuri na anajua kutumia nafasi sana. Kwa hiyo leo kama kwa safu ya ulinzi ya KMC wamwangalie sana jamaa, kwa sababu jamaa anajua kukimbia na anajua kufunga. Kwa hiyo namuona kabisa kocha huyu Mrwanda ametengeneza timu yake vizuri, imetengenezwa kwa ushindani mkubwa, wanaweza kujilinda vizuri na wanaweza kushambulia vizuri. Vile vile kipa Alisalim na mimi leo atakuwa golini. Kwa hiyo atawaongezea kitu ambacho kikubwa, uzoefu wake wa kucheza Simba kwa muda mrefu, akileta pale na wale vijana wenzake, basi kuna jambo kubwa ambalo wanaweza kulifanya msimu huu. Kuna kipa mmoja nashindwa kumuita Alisalim kijana. Kuna kipa mmoja alikuwa timu ya Mgamba aitwa Alisalim. Ndio huyu au wawili tofauti? Maana kama ni huyu sidhani kama bado ni bado chipukizi. Kijana bwana, usi ndio kizazi hiki.
Kwani ana miaka mingapi? Kina Mgole. Kwani ana miaka mingapi Ali Salim? Mimi nimesema kama ni huyo. Ndio huyo. Ali Salim ndio kizazi cha kina Mgole. Ndio huyo alicheza. Alicheza kwa Bakari Shime. Si ndio kizazi chao, si ndio hiki sasa kwa leo kubwa? Mgambo. Rashidi Mgambo, yule Mgambo mwingine. Yule Mgambo mwingine. Nataka kujua hilo. Mgambo mwingine. Basi sawa. Mimi nilikuwa najua ndio huyu tangu Mgambo. Mdogo wangu hakui. Kama ni mwingine sawa. Mechi ya Coastal wako nyumbani, wana kimanumano, wamepata mechi nzuri sana, warm up ya kucheza kule Kwara Babati. Wamefanya tamasha lao pale, wakacheza na timu iliyopanda ligi kule Kenya. Inaweza kuwa ni advantage kwao kwenda kukutana na wajelajela. Of course, miaka yote Coast na Prisons huwa wanagawana vipindi. Mara zote Coast huwa anatumia vizuri uwanja nyumbani na Prison huwa anatumia vizuri uwanja nyumbani. Kila mtu kwake. Kila mtu nyumbani kwake. Kila mtu ashinde kwake. Ni misimu nafikiri 3 mfululizo iko hivyo. Yes. Hii ni mechi, safari hii nafikiri mambo yanaweza kubadilika. Huenda yakabadilika. Lakini bado naamini Coast wana timu nzuri. Usajili ambao wamefanya kwenye eneo la striking, Gwalala nimemuona amerejea kutoka kwenye majeraha ya muda mrefu sana. Salamba. Afban Makambo kwenye eneo la striking. So kuna bado ule nani Bakari ule. Kijana mmoja walimtoa under 20 tangu mwaka juzi anaitwa Selemani Bakari au Bakari na Selemani Bakari. Cheza pembeni. Mtu mmoja hatari sana ule. Tutaona kwa Mohamed Amel atafanya nini. Lakini Prisons wamekuwa na kujificha kwa muda mrefu kabla tujawaona kwenye ile tournament ya Tanzanite, ambapo I'm not sure kama wamepata proper pre-season, kwa sababu wamechelewa sana kujoin as a team na kuanza pre-season. Au kujificha, pengine hakutaka watu wajue. Pengine wameanza mapema ila sisi ndo hatujui. Hapana, Prison wamechelewa. Yaani wamechelewa kukutana. Kwa ile tournament wameitumia kama sehemu ya kupasha misuli, kuunganisha kikosi chao. Mwalimu anatumia lugha rahisi kwamba kuna kitu umemsikia anakuambia hii mechi ya kwanza tutaangalia vizuri namna ya kuifiti timu. Sasa haiwezekani mechi ya kwanza uitumie katika kuifitisha timu. Manake hamkuwa na pre-season nzuri. Kwa manake tafsiri yake nyingine ni kwamba mwalimu anahitaji muda zaidi wa kukaa na timu na kupata muunganiko na kuitengeneza timu namna ambavyo inatakiwa icheze. Hii ni mechi nzuri na japo naamini Coast Union na wapa nafasi zaidi ya kupata matokeo au ya kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Ni wapongeze kwa kweli wawekezaji wapya walioibuka Tanzania kwenye uwekezaji wa vifaa vya michezo. Naona timu nyingi walioongea hapa, unaona kabisa na wenyewe wana kit supplier. Zamani tulizoea mambo kwa Simba na Yanga peke yao, lakini naona sasa hivi nazidi kusambaa kwenye timu nyingi za ligi kuu. Thamani ya ligi inazidi kuwa nzuri. Hongera kwa shirikisho, kwa vilabu na wadau ambao wameona tunaweza tukaweka hela hapa na tukapata pia faida. Safi sana, mnaendelea kuithaminisha ligi yetu, na hongera pia kwa Azam TV, maana watu wanajua mileage yote wataipata kupitia Azam TV. Maana la sivyo kuna mtu angekubali kuweka mzigo alafu ajui chochote ambacho watakipata, angalau hata visibility tu inasaidia. Hilo ndo jambo jema. Tutoke kwenye soka tuenzetu sasa kwenye mbio za magari, kwamba Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kilele cha mashindano ya mbio za magari barani Afrika, African Rally Championship, yatakayofanyika Septemba 19 hadi 21 mwaka huu mkoani Morogoro, yakijumuisha mataifa 4. Mashindano hayo yatafanyika katika viwanja vya Tungi pamoja na mashamba ya misitu ya TFS kwa siku 3. Mwandishi wetu wa Morogoro Teresia Mwanga anatuletea taarifa zaidi. Taarifa hiyo tulikuwa bado tuko Tanga kule. Unajua shida ya Tanga, ukienda bana kuondoka inakuwa ngumu. Ndio maana naomba bana waje leo kuondoka majaliwa. Wakina ulama wananukia kama chai. Unarudi huku mtu unanukia iliki. Bana vipi? Nilijisahau ngeka kwenye maji ya kuoga. Kumbe uliwekewa wewe.
Sasa tuko Tanga kule, tunataka kwenda Morogoro, bado tunaruhusiwa. Lakini itakapokuwa tayari taarifa hiyo tutaletea kwa dakika moja kabla tujaenda kwenye mapumziko. Rashid, tunaonekana sasa kuanza kuwa mababa wa mbio za magari Afrika. Mara nyingi Kenya ndio walikuwa wanatusumbua. Na sisi kilichokuwa kinatusababisha tuwe nyuma kidogo ya Kenya ni udhamini. Lakini naona udhamini sasa hivi so issue tena kwenye rally. Na sisi wakija mwaka huu Arusha, mwaka huu Tanga, mwaka huu Morogoro, mwaka huu Iringa. Yaani sisi tuna maeneo mengi ya kufanya rally kuliko baadhi ya nchi, kwa sababu moja ya vitu ambavyo tunawapita wa Kenya ni kwa sababu mashamba mengi au ardhi kubwa ya Kenya inamilikiwa na watu wachache. Yaani kuna madoni wana maeneo makubwa. Mpaka umuombe na mpaka akubali. Lakini Tanzania maeneo hayo yako chini ya serikali. Kidogo sheria yetu imekaa nzuri. Unaona siku moja tutafika mahali mbio kubwa zaidi kuliko hizi, kwa sababu hizi ni za Afrika, yes, lakini mataifa manne. Unaona angalau tunaweza kufika angalau mataifa 20 kushiriki. Nafikiri mwanzo sio mbaya. Yes, unaleta matumaini. Na imekuwa kifutia. Kusema kweli, kazi nzuri inayofanywa na waandaaji. Na umezungumza kitu cha msingi sana. Wadhamini. Mashindano, mashindano mengi yanakwama kwa sababu wadhamini hawapo. Kwa sababu hata hiyo rally tunaizungumza, of course wanajitahidi, lakini bado ina shida kubwa kwenye udhamini. Yaani udhamini ndio ambao unafanya kalenda ya rally pia inakwama. Lakini matarajio ni makubwa, wana mipango mikubwa, wana maeneo. Ndio maana unakuta nafikiri bingwa ambaye nimemshuhudia Morogoro ilikuwa Patel. Limenitoka jina lake, lakini nakumbuka alama ambazo alikusanya. Ilikuwa ni moja kati ya rally nzuri sana. So kimsingi udhamini ndio ambao huwa unaleta chachu ya mashindano mengi kufanyika. Kwa haya sasa hivi bado unajua bado watu wengi pamoja na msukumo ambao unaongezeka kila siku. Bado nafikiri nahitaji kuona rally kivutia zaidi watu wengi. Yaani sasa hivi kuna mtazamo fulani upo kwenye rally, lakini wa watu fulani. Kina Zedianto sio kina nani? Umeona? Zedianto mwanamuziki. Kuna watu fulani wachache kina Shinto. Lakini bado kuna kitu kizuri. Sehemu pekee ambapo unaweza kuona rally imechanganyikana ni Arusha. Ni inakuwa mchezo wa watu wote. Lakini mikoa mingine inaonekana kama mchezo wa matajiri. Ile gharama yale magari kwa Dar es Salaam kuona hivyo ni ikifanyika ile ya drifting ya Kawe, ndio unaona inakuwa mchanganyiko. Ile mimi ndo naipenda. Sichanganyikeni. Ile nzuri, ile mimi naikubali. Lakini kwambia hata mataifa manne ambayo yanakuja ni kwa sababu ya Azam TV. Kwa sababu hayo mataifa Azam TV imefika na wanaona, na anafanya vizuri sana Michael Malue kwenye rally ile, anafanya vyema sana, pongezi sana kwake. Na hiyo itasababisha mataifa mengine yaone na apate wivu wa kuingia. Naambiwa taarifa ile ya Morogoro sasa watu wa Tanga wametuachia, na ile taarifa ya Morogoro iko tayari na Teresia Mwanga. Kwa niaba ya Automobile Association of Tanzania na wakaribisheni wote, natoa pongezi kwa Mkwawa Group of Companies kudhamini hiyo mishindano. Ndio maana wote tuko hapo leo Morogoro. Hiyo ndio raundi mwisho ya Africa Rally Championship, na mwaka huu tumebahatika kuona hiyo mchezo Morogoro. Na ushukuru Morogoro Club kutusaidia pamoja na organize hiyo eventi. Mpaka sasa hivi tunayo magari 23 ambayo wamesajili kwenye hiyo mchezo. Tuna washiriki toka Kenya, Uganda, Burundi na India. Kuna register wote wameshakuwa registered. Na wote wataanza kuingia Morogoro mjini kuanzia Jumatano. Sisi kama waandaji tumechukua mazingira yote kwamba mchezo hii iwe ina usalama wote. Kwa hivyo tutakuwa na usalama ya hali ya juu. Leo asubuhi COC amekwenda na watu wa usalama kwenda kukagua barabara.
Kwa hiyo nadhani mambo yetu yote itakuwa sawa. Tunashukuru wote kwamba tuwe nasi. Washiriki ambao wameshajisajili mpaka sasa ni washiriki 23, lakini miongoni mwao kuna ambao wanagombania taji la Afrika, lakini pia wapo washindani wa ndani ambao pia wanajiandaa kwa ajili ya kugombania kombe la ndani. Mashindano haya yatakuwa ya siku 3, kwa maana tarehe 19, tarehe 20 na tarehe 21. Na yatakuwa kama yatapita maeneo yafuatayo. Ufunguzi rasmi utafanyika tarehe 19 kwenye eneo letu la Serengeti pale nje, ambapo ceremonial start zitafanyika pale. Siku ya tarehe 19 tutaenda kufanya maeneo ya Tungi, shamba la mkonge pale Nane Mnadani. Tarehe 20 tutaenda shamba la TFS Mkundi kwa Makunganya, ambapo kule tutakuwa na stage 3. Stage moja ina kilomita 20, stage ya pili kilomita 12 na stage ya 3 ina kilomita 30. Lakini itakuwa na mizunguko miwili katika kila stage moja. Na siku ya pili pia tutaenda kule TFS, ambapo pia kwenye kutakuwa na mzunguko mmoja, ambao kwa jumla yote siku hizo zote 3 ambazo jumla ya mashindano mzima ina kilomita 338. Kwa naomba nichukue nafasi kuwakaribisha wananchi wote wa Morogoro kwenye mashindano haya, lakini pia kwa kutupia nafasi ni fursa pia kwa wananchi wa Morogoro kwa jumla, kwa sababu kama nilivyosema inavuta madereva kutoka nchi mbalimbali. Kwa tunatarajia hoteli, wafanyabiashara wadogo watafaidika kwenye hii shindano. Kwa naomba niwakaribishe sana. Lakini kingine kama barabara sofa mpaka leo tunavyoongea, maandalizi yetu yameshafika 95%. Vitu vilivyobaki ni vile ambavyo tutavitekeleza siku ya mashindano. Kwa kila kitu kiko sawa, tunasubiri madereva na obvious wengine sasa hivi, kwa mfano wanaotoka Uganda wapi wameshakuja, wako njiani wameanza kuondoka. Kwa tunatarajia kesho jioni, wengine kesho kutwa tayari watakuwa wamefika kwani Morogoro. Tunashirikiana na serikali hususan kupitia Wizara ya Michezo na Utamaduni katika kuhamasisha michezo, na kipekee kwetu eneo ambalo tunapitia kuhamasisha michezo ni kwenye mashindano ya magari. Tunaamini kwamba burudani ambayo wana Morogoro na Watanzania wataipata kupitia mchezo huu itakuwa ni kumbukumbu, kwa sababu kama tulivyosema ni mara ya kwanza inafanyika nchini Tanzania. Morogoro, samahani. Yeah, na unaposikia idadi ya madereva 23 kutoka nchi tofauti, nadhani sio jambo dogo, kwa sababu unakutana na watu wenye uzoefu tofauti ambao wameshiriki labda michezo hii katika mazingira tofauti na katika viwango tofauti. Kwa hiyo ni nafasi ya kuona ujuzi pengine ambayo hatujawahi kuona. Na taarifa hiyo kutoka Morogoro. Na ombi letu kubwa sana kwa serikali kuhusiana na maeneo yale ambapo rally zinafanyika kidogo yawe rafiki, kwa maana ya kuachwa kidogo, isiwe tena mara kumeenda huku, hasa kwenye drifting. Sasa hapa naongea na watu wa rally. Wewe kama mtu wa soka kidogo tumekuacha kwenye rally, utatusamea. Zile sehemu za drifting zile, tunajua wawekezaji wapo wanataka kuweka miradi ya kimaendeleo, lakini wapewe maeneo mengine. Hizo sehemu za drifting zile tuachie, kama pale Kawe kidogo na sehemu wanafanya ni zile mbio tunasema za ndani, mnashindana sehemu za karibu, sio zile za kwenda maporini na kurudi. Sehemu kama hizo na nini nasaidia, na zinaepusha pia zikikosekana naweza katokea matatizo. Kama miaka 5-6 iliyopita ulikuwa ni utaratibu wa kawaida barabara ya Arusha kwenda Nairobi, wasema Arusha na Manga ile.
watu walikuwa wanafanya kwenye lami ikaletaga maafa ile. Ni kwa sababu ya kukosa maeneo ya kufanya zile drifting. Kwa kama maeneo kama yanapatikana, muache kidogo na watu wa rally na wenyewe pia waenjoy. Mimi ni Pascal Kabombe, tuende kwenye mapumziko, tukirudi tunarudi kwenye the pitch.